Binafsi mimi mwenyewe nimeshtushwa sana na taarifa ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kujiondoa katika nafasi ya kuweza kugombea katika moja kati ya majimbo yake, jimbo la Ruangwa kule. Yeye Waziri Mkuu alisema kwamba kwanza alianza kusema kwamba atagombea, lakini tumekuja kuona sasa hivi ni kama gia ameamua kuzipangulia angani na akasema tena hatogombea tena kwa mara nyingine katika jimbo lake hilo la Ruangwa. Katika vyanzo mbalimbali vimesema kwamba Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameamua kuahirisha safari yake ya kuweza kuingia katika kinyang'anyiro kwa mara nyingine tena cha kuweza kugombea ubunge katika jimbo lake la Ruangwa. Utakumbuka Waziri Mkuu ni miongoni mwa top viongozi ambao wapo ngazi juu katika serikali. Nafasi hiyo tangia alipoingia 2015, tangia alipochukua nafasi hiyo kutoka chini ya serikali ya awamu ya 5 ambayo ilikuwa inaongozwa na hayati Magufuli mpaka hii leo, mpaka kwenye serikali ya awamu ya 6 ikamwamini pia ikampa uongozi huo kwenye nafasi hiyo ya waziri mkuu. Lakini pia utakumbuka tangia waziri mkuu aingie madarakani ni miaka 15 tangia achukue madaraka ya kuliongoza jimbo la Ruangwa. Pale ameliongoza kwa takriban miaka 15, lakini kama utakuwa unasikiliza hotuba yake pia bungeni siku ya juzi ile, alisema kwamba atarudi tena kuligombea jimbo hilo la Ruangwa. Lakini watu walimkubali, watu waliappreciate pia kwa sababu ni miongoni mwa viongozi ambao ni wachapakazi sana. Watu wengi wakasema kwamba yes, tutampa na mambo mengine kama hivyo. Lakini tumeona kwa sasa hivi ni kama ameamua kugeuza au kupangulia gia juu kwa juu, akasema kwamba hataki tena. Wengi wakasema kwamba huenda chama kikatikisika kwa kuondoka kwa Kassim Majaliwa, lakini hatujafahamu. Majaliwa tunavyomzungumzia ni miongoni mwa viongozi ambao wana uzoefu mkubwa, experience ni nyingi hasa kwenye masuala ya siasa. Kwa hiyo wanavyoondoka pia wanaondoka huko, watu wengi wakawa wanajiuliza na wanataka kufahamu hii imekuwa vipi na kwa nini pia issue iwe hivi. Lakini sio hivyo tu, tumeona pia kuna viongozi mbalimbali pia kama makamu wa rais ambaye naye mwenyewe alisema kwamba hatorudi tena kuja kuwa makamu wa rais. Wengi wanajiuliza why wameamua kujiondoa hivi, lakini hii pia katika kipindi hichi ni kama kinaleta picha nyingine tofauti hivi ya nini ambacho kinaendelea ndani ya chama cha CCM. Je, ni kutokuelewana au ni mtu mwenyewe ameamua kuamua kuondoka? Kwa sababu wengi wanamfananisha pia na Wasira, wanasema kwamba mbona Wasira anaendelea kupambana ndani ya chama cha CCM na umri wake tayari umeshaenda na ameshakuwa mzee, lakini tukimzungumzia kama waziri mkuu Kassim Majaliwa, yeye yuko fiti na anaendelea. Utakumbuka pia hata Dodoma wakati wa maadhimisho yale ya madawa kulevya ambapo alikuwepo na Chid Benz kule Dodoma, alisema kwamba atarudi tena Ruangwa kwenda kuomba ridhaa, lakini sasa hivi ni kama ameamua kuahirisha. Shida ni nini hasa? Wengi wanadai kwamba huenda kuna issue mbalimbali ambazo zinaendelea ndani ya chama cha CCM, lakini pia wengine wanasema kwamba ni uamuzi wa mtu binafsi kutokukubaliana labda na mambo fulani, au ameamua kupumzika zake. Kwa upande wake unalionaje? Kwa upande wako unalionaje hili? Na chamoni yako hapa, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV kwa taarifa na habari mbalimbali. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.